leo Baba, kama kanisa tunaomba moyo mpya. Tunaomba utumbie moyo wa kushika neno lako na kulitekeleza na kulifanya kadiri na mapenzi yako. Tunaomba asubuhi ya leo kwa mtumie mchungaji akalete mausia yako. Kile ungetaka tujue siku ya leo, tuko tayari. Tufunze kupitia mchungaji, tufunze, turekebishe, tubadilishe kupitia neno la siku ya leo. Tunajua ya kwamba unaenda kunena nasi. Tumefungua mioyo yetu wazi ili ukaweze kunena nasi. Roho Mtakatifu, twaomba uchukue usukani kuanzia sasa hadi mwisho wa neno la leo. Kwa jina la Yesu Kristo tunasema amen. In Jesus name we say amen. Pigie Bwana makofi. Aya, mkaribishe pastor kwa makofi mazuri. Amen. Amen. Salimia jirani yako, mwambie wewe ni wa ajabu na Yesu anakupenda. Salimia mwingine, you are wonderful and Jesus loves you. Inua mkono wako mmoja, sema mimi ni wa ajabu na Yesu ananipenda. Pigia Bwana makofi mazuri. Amen. 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 Tunashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo tumepata asubuhi ya leo tukaweze kupatikana katika nyumba ya Bwana, na nashukuru kwa sababu ya kwa majuma kadhaa tumekuwa na wakati na tumekuwa na kipindi ambacho tumekuita connecting people to Jesus. Amen. Na I want that to be a habit in this church. Nataka iwe tabia katika kanisa hili ya kuwa we love when we see men and women are connected to Jesus. When men and women are able to understand their purpose, kusudi lao, wanaweza elewa kusudi lao, wanaweza kaa katika mapenzi ya Mungu, na itakuwa ni jambo nzuri. Bwana yetu asifiwe. Last Sunday niliongea kuhusu jambo moja la maana sana, about the grace of God, neema ya Bwana, na vile neema ya Bwana inavyoachiliwa katika maisha yetu, how the grace of God is released. Na nikikuja kumalizia ujumbe huo, niliongea kuhusu jambo moja ambalo ndio nataka kupick up this morning as we continue. I want to pick up this morning tunapoendelea, na itakuwa ni jambo nzuri. Na niliongea kuhusu the grace of God. Neema ya Bwana inaachiliwa kwa kuwa na tabia nzuri katika maisha yetu. Habits can release the grace of God in our lives. Bwana yetu asifiwe. The habits you have, tabia ambazo uko nazo. Na today I want to pick up from there. Nataka kuongea kuhusu life controlling habits. Tabia ambazo zinaongoza maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ni mtu ambaye ameumbwa kiasi ya kwamba whatever he does anaifanya kutokana na tabia. Na kuna tabia ambazo zinatusukuma mbele na kuna tabia ambazo zinaturudisha nyuma. Tabia ambazo zinaturudisha nyuma, we call them negative habits. Amen. Negative habits, tabia ambazo zinafanya badala ya usonge mbele unarudi nyuma, badala ya ku move on towards what God has called you to do unarudi nyuma. Nataka nisome maandiko mawili alafu tukaweze kuendelea. Nataka tusome katika kitabu cha Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. When you are successful, people want to identify with you. When you fail, people want to run away from you. Amen. Bwana yetu asifiwe. Na tunashukuru kwa sababu ya kile ambacho aliweza kufanya. But kama vile niliandika tu katika Facebook yangu nikasema, kuna vitu vya tatu vya maana nilijifunza kutoka kwa huyo ndugu. Kitu cha kwanza ni purpose and focus.
kusudi na mtazamo. Ungeangalia vizuri, because I watched wakati alikuwa anakimbia, wakati mwingine hakuwa anaangalia hata kama deputy president alikuwa hapo na anapiga makofi na anashangilia. Nani was focused on kuna vitu za green zilikuwa mbele yake. Ndiye alikuwa anaangalia, hakuwa anaangalia watu, because he knew angeangalia kando atamiss ile time alitaka kukimbia nayo. In life you must know what you are called to do. Kama wewe ni mkimbiaji, kimbia and do your best to be the best learner. Kama wewe umeitwa ukaweze kuja katika nyumba ya Bwana na uwe mtu ambaye unaweza shikilia kanisa kwa maombi, pray. If you believe that God has called you to worship, then give yourself fully to that. So ndugu wetu niliona he was focused na alijua purpose yake. Alisema, I'm not running against anybody. I'm running against time. I'm running against my purpose. I want to show the world that we can do something. Tunaweza fanya kitu. Bwana yetu asifiwe. Jambo lingine ambalo nilijifunza ni kuwa there's no limitation, there's nothing you cannot do. Hakuna kitu huwezi fanya. Ukiamua unataka kufanya jambo fulani, ndugu yangu, you can do it. Amen. It will be challenging, because nilisikia akihojiwa baada ya mbio, akaulizwa, by the way, kabla ukimbie ulifikiria nini? Akasema, by the way, today I woke up at 4. Aliamuka saa 10. Na akasema between saa 10 mpaka saa 3 ambayo alikuwa akimbie, aliona ni kama 30 minutes. Alikuwa nasumbuka. The battle was in his mind. Akiambia mawazo yake inamwambia, na ukishindwa na ukishindwa, na ukikosa kufaulu, na ukikosa kufanya nini. Na sasa anajua ametrain, amefanya everything, but by the time alikuwa anakuja kimbia, he had already made his mind, I will do it. Bwana yetu asifiwe. There's no limitation. Hakuna kitu kinaweza kukuzuia kuachieve kile ambacho Mungu amekusudia wewe uweze kuachieve katika maisha yako. It is not your background, ati umetoka wapi. No. What God has purposed, if you believe in God, you can do it. Na kitu cha tatu cha maana sana nilijifunza ni kuwa you cannot succeed without a team. Bwana yetu asifiwe. You will never succeed alone. Ukiona unaweza kimbia mbio peke yako, listen to me, you never succeed. That guy had 41 pace setters. Watu 41 walikuwa na yeye. Na these were one of the best people. Walikuwa one of the best runners. Kuna best runners in 100,000, kuna best runners katika kikundi fulani. They were supporting him. Now hawakuwa wanataka ati wajulikane, walitaka nani Kipchoge achieve his goal in his life. You need to surround yourself with successful people in life. People who can support you. Hauwezi kimbia mbio peke yako ndugu yangu. Ukiona unaweza kimbia peke yako, you will fail. Utaanza na utashindwa. So teamwork ni kitu cha maana. Fellowship ni kitu cha maana. Surrounding yourself with the people ambao wanaweza kukumotivate. Usione ya kuwa tunaweza fanikiwa peke yako. Listen. Success can be so deceptive sometimes. Unaweza ona umeanza ati nimeenda peke yangu, ukifika mahali usitukie umeanguka. You need people who can encourage you, people who can set a pace for you. Wakuambia pana, unaenda polepole. Hebu harakisha kidogo. Unakimbia sana. Punguza kidogo. People who can set pace. Wanaitwa pace setters. Na wakifika mahali wakuambia sasa wewe tumekuachilia. Succeed, go to what God has called you to do. Amen. It's very important kujua jambo kama hiyo. Na saa hizi that guy is celebrated the whole world. Dunia mzima inamcelebrate. Amen. Billionaires are connecting with him. Jana nilimuona akihug na one of the billionaires in Britain. Billionaires are connecting with him. Ameanza kupata vitu ambazo milango ambayo haikuwa imefunguka mbele yake imeanza kufunguka. Hallelujah.
Bwana yetu asifiwe. Niliona that billionaire mwenye alimletea ndege imchukue Eldoret is giving him 400 million kwa sababu ya kubreak hiyo record. Huyo unafikiri anarudi nyuma tena? Isuzu ambayo wamemchukua kama brand wanampea 5 million. Nike Nike hizi za sports wanampea 10 million. Sonko wanampea milioni 3. Na serikali inampeka kitu. Huyo mtu nafikiri anarudi nyuma. Bwana yetu asifiwe. Lakini it was not easy. There's nothing that comes easy. When you need to be focused, you need to know there's no limitation, and you need to have a team to run with you. Amen. Bwana yetu asifiwe. Hata kama kanisa, we need to succeed. We need to be a team. Kama kanisa, we need to be a team. Usiwe wewe atuwe kazi yako ni kukriticize watu na kukriticize mchungaji na kukriticize viongozi. No. There's nobody who is perfect in this world. But we need to build one another. We need to support. Wewe kama uko sehemu fulani, simama sehemu yako. And let us run the race that is set before us. There is a race. Ni mbio tuko nayo. Na tukimbie hii mbio with perseverance, with focus, believing that we will make it, because the one who is behind us is very powerful. Bwana yetu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Let our call, our success ya kanisa itakuwa success ya kila mtu. Success ya Kipchoge ni success ya kila mtu Mkenya. Ukienda Amerika unasema by the way mimi nimetoka ile nchi Kipchoge anatoka. Unajiintroduce na yeye. Juu wanamjua wewe wakujui. You can introduce yourself with him because his success ni success yetu pia. The success of the church, the success of men's ministry, the success of women ama youth ministry ni success ya kila mmoja ako mahali pale. Let us support one another. To support viongozi, we work together as a team and it will be well. Amen. Now let us go back to the scripture. Twende katika maandiko kitabu cha Galatians chapter 5 verse 1. Life controlling habits. Katika ungwana huo, Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. If it is for freedom that Christ has set us free, stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Hallelujah. Let's go to 1 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse 19. 2 Peter chapter 2 verse 19. 2 Peter chapter 2 verse 19. Wakiwaahidia uhuru, yes, nao wenyewe ni watumwa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. They promised them freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave to whatever has mastered him. Nataka ushike hiyo. Kwa maana mtu ni mtumwa kwa kile ambacho kinachomtawala. What has mastered him? For a man is a slave to whatever has mastered him. Chochote kinachokushika unakuwa mtumwa wa hiyo jambo. Amen. Na kitu kimoja ambacho tumekuwa watumwa kwayo ni kitu ambacho kinaitwa tabia, our habits. Habits control people. Habits control destiny. Habit destroy people. Bwana wetu asifiwe. Tabia ni nini? What are habits? Habits are things that we do daily. Tunaanza kuzifanya kwa siku baada ile nyingine. Unafanya pole pole. Kwa mfano, unaweza kuwa na tabia ya ukiamuka unacheka. Unaamuka
unacheka. Kesho yake unaamuka unacheka. Slowly by slowly hizo habits zinakuwa part of us, zinakuwa sehemu yetu. And when they become part of us, we will find ourselves, tutajipata ya kuwa tunafanya kama hatujui. Amen. Kwa mfano kama umeamuka unaamkaga na unafanya mkono namna hii, utastukia tu siku moja hata mbele ya watu unafanya tu mikono namna gani? You without knowing, because imekuwa part of you. Wanasayansi wanasema when you repeat something, an event, kitu kirudia mara 21, unakuwa conditioned kwa hiyo jambo na inakuwa your habit, inakuwa tabia yako. Kwa mfano, na wametoa hata nini mingi sana ya kuoneshana how habits are formed in human beings. Wameoneshana mifano mingi. Na mfano wa kwanza walioneshana kupitia umbwa na saa ya chakula. Ilikuwa inafika saa, kengele inapigwa, umbwa inapewa chakula. Ikifika hiyo saa, kengele inapigwa, umbwa inapewa chakula. Ikifika hiyo saa, for 21 days they did that. The 22nd days walipiga kengele, wakaona umbwa imekuja na inataka chakula. Bwana yetu asifiwe. Kwa maana imekuwa nini? Imekuwa tabia. It is a habit. When you repeat something in your life, nobody is born with certain habits. Nobody is born. Hakuna mtu amezaliwa na tabia za aina fulani. Hizo tabia ni mtu anazishika na anaziweka na zinakuwa sehemu ya maisha. Na ndio unaona ndugu wetu Petero anasema namna gani? Anasema for a man, kwa sababu mtu, a man is a slave to what has mastered him. Hallelujah. Chochote ambacho umekizoea, that becomes your slave. So there are negative habits and there are positive habits. Now that's why unasikia successful people, watu ambao wanafanikiwa kwa maisha yao, they have positive habits. Kuna tabia wanazofanya ambazo mtu wa kawaida hafanyi. Amen. Hallelujah. Are we together? Bwana yetu asifiwe. Negative habits, watu wengine wanaweza fikiria ni vitu ambazo zimemaster watu, ni kama pombe nini. Yes, pombe is a habit. Smoking is a habit. Hakuna mtu alizaliwa akikunywa sigara. Hakuna mtu alizaliwa na akapewa kikombe ya chang'aa hapo, glasi ya chang'aa hapo. It is a habit. Mtu anakuja anaanza na inakuwa sehemu ya maisha yake. And the good news is that any habit can be broken. Hallelujah. Any habit can be broken. Kila tabia inaweza vunjika. Thoughts that control us, mawazo ambayo inayotutawala, inaweza kuwa pia tabia zetu ambazo ziko. Kuna watu who are controlled by jealousy, wivu. Hata akiona mtu akifanikiwa, yeye ako na roho ya nini? Ya wivu. Hataki, inakuwa like a spirit and a habit in his life. Some people are controlled by gossip, tabia. Kusengenyana inakuwa ni tabia ya mtu. Hata ukimwambia kusengenyana ni mbaya, anajipata kama hataki ama anataka, bado anasengenyana. It's a habit. Na it masters people. Ina master watu. Kuna watu wengine wanakontroliwa na kucriticize. They are always critics. Ukifanya kitu kizuri, ufanye kitu kibaya, hakuna wakati wanaona tu kitu kibaya. Bwana wetu asifiwe. They never see anything good comes to you. Anything that we accommodate in our lives. An activity, inaanzanga na activity, kakitu kadogo, kanaweza kuwa tabia ambayo inaweza to destroy. And briefly, how do habits, tunaweza jua aje kuna tabia mbaya katika maisha yetu?
Biblia inasema hivi, Paulo anasema namna hii. Romans chapter 7 verse 15. Let's get that scripture. Romans chapter 7 verse 15. Paulo anasema namna gani? Anasema, I do not understand. Listen to this. This is the power of habit. Hii ni nguvu ya tabia. Paulo anasema, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Amen. Ndugu, Paulo, a man that God used, anasema, there are habits in life ambazo zinaweza kukutawala kiasi ya kwamba ni mbaya na utake kufanya, but what you don't want to do is what you do. Amen. Anasema, I do not understand what I do. Mimi sielewi. Kwa sababu haelewi ni kwa sababu gani? Because kuna kitu aliaccommodate katika maisha yake, pole ikakuwa tabia, na hiyo tabia kulingana na 2 Peter chapter 2 has mastered him. Imemweka kwa utumwa. Tabia yako ndugu yangu na dada yangu can put you into slavery. Unaamka asubuhi, badala ya kufanya kile ambacho unataka kufanya, unajikuta unafanya kile ambacho hutaki kufanya. How many people hata wanakujanga hapa kanisani? Nimeona watu wengi sana hapa kanisani wakikuja. Wanakuja na amelewa saa hizo. Anasema, pastor, mimi hii pombe sijui nitaifanya namna gani. Mimi sijui, analia, anapiga magoti, anafanya nini, lakini hana mamlaka. Why? Because there is power in your habit. It must be broken. You can cry, you can dance, you can complain, but unless you break a habit, you cannot change yourself. Amen. Bwana wetu asifiwe. Unaweza lia, useme hii kitu Mr. Kangi, kila saa mimi nakujikutanga tu, kila saa najikutanga tu, ninasengenya watu na Mr. kusengenyana, ninajikutanga tu, ninafanya namna hii, na sitaki kufanya namna hii. Unalia, unafanya nini? You can cry, you can do anything, but unless a habit is broken, it cannot be changed. Amen. You must break it. Ni lazima ivunjwe. Na ndio ndugu wetu Paulo anasema, I don't understand what I do. I don't understand. Mimi sielewi. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Why? Why should you be doing something ambayo hauwezi? Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu habits have power. Habits are powerful. Bwana wetu asifiwe. Habits are powerful. Habits, kitu cha kwanza, first thing they do, they slowly bind you. Tabia, kitu cha kwanza inakufanya, inakuja polepole, inakushika na inakufunga mikono yako. Kiasi ya kwamba huwezi fanya kitu ingine, utafanya hiyo tabia inataka ufanye. Amen. That's why unaona watu wengi sana, they are born again, but unajikuta wanajingisha katika vitu vingine na wanashindwa ni kwa nini. Akikuja hapa anasema, pastor, mimi hata sijui nilifanya nini. Ni kuna tabia ilianza. But you never mastered the habit. The habit mastered you. Now therefore you have to do and obey according to your master, who is the habit. Amen. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. The other thing why habits are powerful. Nimesema jambo la kwanza, habits are powerful because they slowly bind you. Pole pole zinakufunga. Daily practice over time becomes habits that are unbreakable. Kitu ya kila siku, daily habits. What you do daily, habits are generated daily. Kila unachofanya kila asubuhi inakuwa ni tabia. Na hiyo tabia kuivunja inakuwa ni mbaya. Na listen to me, hata kwa wazazi. Wazazi mnisikize. Kila watoto wako wanaona ukifanya kila saa, inakuwa pia form of their habits. Because they see it every day. Wanaona kila asubuhi, baba badala ya kuongeleshana na mama vizuri, ni kugombana, wanagombananga. Na mka asubuhi anamwambia wewe ni nini? Makofi, manini. Unakuta ya kuwa watu ambao wamelelewa katika offensive na abusive marriages, hawa watoto
marriage zao pia zinakuwa affected. They are affected because ni kitu wamezoea kuiona kila siku, every day. We need to break those habits in Jesus' name. Bwana wetu asifiwe. Number 2, a habit don't only bind you. Habit haikushiki tu. Bad habits, especially bad habits, they will break your life. Amen. Tabia zitakuvunja hata katika maisha yako. Zitakufanya uingie katika shida kali sana. Kuna mama mmoja, ni mama mchungaji. Huyo mchungaji amezoea, siku hizi mimi nimeacha kuendesha gari speed sana. Zamani nilikuwa naendesha, siku hizi siendeshi. Huyo pastor alikuwa amezoea kuendesha, anaendesha gari, siku hizi haendeshi sana, anaendesha speed. Alikuwa anaendesha speed. Mama akaanza kulalamika kidogo, anasema unaenda speed. Siku nyingine akanyamaza. Unajua kwa nini? Amezoea speed. Mama kazoea speed. Siku ile alipata gari yake kuendesha, hawezi endesha polepole because it's a habit now. Bwana yetu asifiwe. Anajua gari kishikwa ni kuenda 100 and 120 and 140. So anaenda. Siku moja alikuja haraka pale Naivasha. Akakuja akiteremuka chini hivi, mtu kuchomoka hivi kabla ya kanyange alikuwa juu ya gari. Mama alishindwa hivi, akajishika kichwa, akashindwa ni nini. Bwana yetu asifiwe. When you see something and you start getting used to it, it becomes a habit. Oh, huyu kazi yake ni kuongea, it becomes a habit. Some habits will break your life. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. But the good news is that Jesus has power to break any habits in our life. Jesus has power to break habits in our life. Number 3, why our habits are so powerful? Because number 3, the habits are so powerful because they will destroy also your life. They will not only break your life, they will also destroy your life. So 3 things habits zinafanya. Number 1, they bind you. Number 2, they break you. And number 3, they destroy you. Amen. That is the circle of a habit. Inakufunga kiasi ya kwamba hata uwezi jua. Utastukia tu naamuka asubuhi. Kuna mtu ambaye amezoea kukunywa kakinywaji, anaamuka asubuhi, anajistukia tu, hakutaka kwenda kwa bar lakini anajistukia kwa bar na ameitisha kakinywaji. Sema na mimi ni mjinga aje, singekunywa, sinilitaka niwache. Kwa maana habits zinakufunga na zinakumaster. They master you. Bwana yetu asifiwe. Wengine tumefungwa na vitu kama chai. Kama mimi kuna wakati mwingine, although the last karibu 3 days nilisema sitaki chai kwa sababu I don't want to control my life. Bwana yetu asifiwe. Unakuta kunywa chai asubuhi, kesho yake ni chai. Usipokunywa unasikia unaumwa na because it's part of your habit. It is binding you. Kitu ya kwanza tabia inafanya mbaya, kwanza zile mbaya zinakubind, break your life, and then do what? Destroy your life. Destroy your life. How many marriages have been destroyed because of habits, bad habits? There are so many marriages zimeangamizwa kwa sababu ya tabia mbaya. Katabia tu kadogo, hata tabia ya simu. Kwanza hizi simu zimeleta tabia nyingine. Simu zimeleta nini? Tabia. Badala ya mzee kuwa na wakati na kuongea na mama, anaongea na simu. Naona tu mtu kwa simu. Unashindwa ni nini anacheka nayo kwa simu. Badala ya that fellowship ya kuwa wewe na mke wako, unakuwa kwa simu, mpaka simu inakuwa kama ile advert ile na unaongea mpaka inafanya ta battery imeisha. Uko na charger. Bwana asifiwe. There are habits when you don't usipoziruhusu, they can destroy even your marriage. Habits zime destroy marriages. Habits have destroyed divided families. Bwana asifiwe. Many people have lost their jobs because of bad habits. Many people are losing their businesses because of what? Bad habits. Relationships za watu, they are being broken
because of bad habits. So we need to destroy those things kabla hazijakuja kudestroy. Because kumbuka, your life is controlled by your habits. Amen. You decide wewe ndio unaamua zile habits that utaweka kwa maisha yako, na hizo habits they destroy you. They control your life. So how can we break bad habit? How can we break bad habits from our life? Biblia inasema 1 Corinthians. I want to begin here. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. This is a common scripture, but I want us to read. Inasema, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. Amen. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it. Amen. So there is nothing that can control your life kiasi ya kwamba useme nimeshindwa. God is faithful. He will not allow some things ambazo zitaweza kumaster your life kiasi ya kwamba ikaweze kuvunjika. But you need to do some things to break vitu kadhaa katika maisha yako. Bwana asifiwe. There are steps we need to take if we want to break habits ambazo sio hazileti utukufu kwa Mungu, tabia ambazo hazijengi maisha yetu, tabia ambazo zinavunja jamii yetu, tabia ambazo zinavunja hata ushirika wetu na watu wengine. Because kwa sababu ya tabia yako mtu atakosa kuwa na ushirika na wewe, si ndio? Ukiwa mtu wa tabia fulani, kila saa unakuja unasengenyana, unafikiri kuna watu watakuja kuwa karibu na wewe? Nobody will be close to you. Ukiwa ni mtu ambaye hauwezi jicontrol katika maisha yako, unaweza fanya chochote, people will run away from you. We need to break some habits in our life. Amen. Some sins, hata dhambi zingine zimekuwa kama tabia katika maisha ya watu. Kuna watu wameua their concerns, wameua dhamira zao, hawezi jua they are doing wrong because of some sins ambazo zimekuwa kama tabia. They are like habits and we need to break them. So how can we break bad habits? I'll give you some 4 steps. Karibu 3-4 steps. How we can do that. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, if we need to break negative habits in our life, we need to admit we have a problem. Bwana asifiwe. Lazima uanze na kujua ya kuwa uko na shida, kuna tabia fulani, na hiyo tabia haimtukuzi Mungu, haijengi maisha yako, bali inavunja maisha yako. Number 1, admission. Admit you have a problem. Everything starts with confession, accepting the responsibility that you have a problem. Bwana asifiwe. 1 John chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Biblia inasema, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Watu wengi wamekosa kupata neema ya Mungu na baraka za Mungu because number 1, they don't want to admit they have a problem. Kuna watu kind of David na kuna watu kind of Saul. Saul and David were all kings, but they had different attitudes concerning their mistakes. Bwana asifiwe. Saul made a mistake. Alienda katoa dhabihu na kuruhusiwa kutoa dhabihu. Lakini alipokuja kuulizwa na prophet Samuel, akamuuliza, kwa nini umefanya hivi? Kwani hukungojea? Why could you? Alipeana sababu badala ya kusema I have done a mistake, forgive me. Bwana asifiwe. The same thing happened to David. David killed a man so that he can take his wife. Akaua mwanaume achukue mke wake. Na nabii Nathan akakuja kwake, akamwambia kuna mtu hapa katika hii ufalme wako ambaye ameenda akachukua kondoo ya mtu mmoja, kuna kondoo moja na yeye akona kondoo 1,000. Akasema, mtu kama huyo niambie ni nani auliwe. Nathan akamwambia, ni wewe Daudi, wewe ndio
uliua Urea ndio upate nani? Mke wake uweze kumchukua. Akasema kama ni mimi ninaomba Mungu aniadhibu. Look at that. It begins with admitting I have a problem. God loves humble people. Mungu anatumia watu ambao sio perfect, but people who are ready to break down. God does not use perfect people. Mungu hatumii perfect people. Everybody has a mistake. Lakini how you react to your mistake ndio itafanya Mungu akutumie ama asikutumie. Kuna watu wengine watasema mimi sina makosa. Hata utampata tu red handed namna hii. Umpate umwambie aya, si nimekupata ukisengenyana, aseme mimi sio kusengenya, ni prayer item nilikuwa na share. Sikuwa nasengenyana, mimi nilikuwa na share prayer item. Tuombe pastor na kumbe ulikuwa unasengenya pastor. Bwana wetu asifiwe. If you want to be restored and to receive the grace of God in your life, number one, ukiwa na shida, don't hide your problem. Confess it. Hallelujah. Admit I have a problem. I need to be helped. Nahitaji kusaidika. Hapo ndipo mwanzo Mungu anaanzaga kuingia na kuanza kuleta mabadiliko katika maisha yako. It is very difficult. Ni ngumu sana kusaidia mtu ambao number one admit ako na shida. Ni ngumu sana. Lakini when you admit, you can be helped. Ukiwa umefungika, sema nimefungika, ninasumbuka. Usiku ninaonanga mapepo zinakuja na rungu kutaka kunipiga. Sisi tunasema mimi usiku ni ndoto ninaonanga malaika wa mbinguni wanakuja na wewe ndio unajua kile unaonanga. Admit you have a problem. Amen. Kitu kimoja ambacho shetani amefanya watu wengi wasisaidike ni kuweka the spirit of pride in us. Kuweka roho ya kiburi. I don't want to admit. Nitaonekana as if I'm weak. Unajua watu wana shetani anakuonyesha ya kuwa ukiadmit ya kuwa mimi ninafanyanga hii ni kama kitu kama hii, utaonekana you are weak. That is not weakness. Admitting is a strength. Amen. Because you will be delivered. So step number one is that confess your sin. It begins with confession. Number two, step number two, to break bad habits. Number two, depend on God's power. Depend on God's power. Philippians chapter 4 verse 13. I like this scripture. Philippians 4:13. Inasema namna gani? I can do all things. I know. Verse 13. Verse 13. Verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Believe that God's power is able to change your life. Believe in the resurrection power of Jesus Christ. Because at the cross, pale msalabani, Yesu alivunja kila tabia, kila kitu, kila jambo. Amen. Amen. Don't fear, but believe in God. Amen. Hakuna tabia haiwezi vunjika. I have seen men wamevunjika katika vitu vingi sana. So God is able. Believe in the God's power. Lazima ujue ya kuwa Mungu ndio nguvu zako. You will depend on him. Amen. Put a strategy to be more closer to God. Be more closer to God. When you experience the power of God in your life, you can break many things. You can break many things. I can tell you that. You can break even curses. Laana ambazo zinaleta. Kwa maana kuna tabia zingine zinakuja kwa sababu ya laana. Ya laana. Kuna mzee mmoja tulikuwa naye miaka mingi sana. Alikuwa mzuri sana. All of a sudden huyu mzee mzuri, everything, anaomba nini. All of a sudden nikaona amekuja kanitembelea kwa ofisi yangu akaniambia, pastor, ninasikia nimesukumwa na Mungu ananiongoza nioe mke wa pili. Bwana asifiwe. Kama ni pastor utasema namna gani? Vile Mungu amekwambia enda ufanye. Si ndio? You know, watu wanafikiria sauti zote ni za Mungu. Sauti zote sio za Mungu. Na mimi mtu hawezi nitisha na kuja kuniambia Mungu amesema. Bwana asifiwe. I know how God speaks. Na nilikuja nikafunza hapa kanisani knowing how God speaks to your life. Amen.
how does God speak to you? Because if you don't know how God speaks to you, you will be confused by any voice. That's why unakuta washirika wengine, Wakristo wengine, si washirika Wakristo wengine, wanakimbia kwa hii kanisa, wanaruka kwa hii kanisa, wanasema hapa ndio Mungu wako, na kumbe ni pepo wako kwa hiyo kanisa. Na wajui? Unakuta pastor mwingine anakalia watu, anawapea soda, anawafanya nini, wengine anabeba hapa, mwingine anasema mimi Mungu leo ameniambia sitakanyanga simiti, ninataka kukanyanga, washirika wakae hapa ndio nihubiri vizuri watu wasikie. Washirika wanakuja napiga magoti, wanakaa hivi watu. Because you don't know how God talks. Amen. Sio kila mtu anasema ati Mungu anazungumza na mimi. Sijui mama Manu ako wapi? Basta kuja. Bwana asifiwe. Sijui watu wengine, you don't know how God talks to you. So huyu mzee akakuja kaniambia Mungu amenizungumzia. Na amenizungumzia na hata amenionyesha ule nastahili kuoa wake mke wa pili. Nikamwambia wewe sio Mungu amekuzungumzia. That is not God. Kumbe kile kimemzungumzia ni their lineage. Lineage yao. Kwao kote wamekuwa kioa zaidi ya wake wawili, zaidi ya watu wake watatu, zaidi ya wake wanne. Kwa hivyo lineage yao ndio imemzungumzia, na kaona ni kana kwamba ni Mungu amefanya nini? Amemzungumzia. Ni vizuri sana, and I want to say this. Ni vizuri sana ujue when your culture talks and when God talks. When your tribe talks and when your God talks. Kwa maana kuna wakati kabila yenu ndio itakuwa inaongea na wewe. Inakwambia kabila yetu sisi tunafanyanga hivi, lakini watu wanabadilisha, hawasemi ni kabila yao, wanasema Mungu ameniambia. It is not God. It is your tribe talking to you. It is your culture talking to you. Ati nimesikia niende nitoe kuku Ingoho, kuku, na tukule kuku kadhaa, na tukishakula na tu celebrate namna hii, nasikia Mungu amenizungumzia. Sio Mungu amekuzungumzia, it is your culture talking to you. So you must identify voice of your tribe, voice of culture, na voice of God. Amen. Sauti ya Mungu na sauti ya kabila na sauti ya kule umetoka na sauti ya mambo kadhaa, they are different. Are we together? Amen. So by God's power, we are able to break. So depend on God's power. James chapter 4 verse 7 inasema namna gani? Come near to God and he will also come near to you. Amen. Number 3, how do we break bad habits? Bad habits must be replaced by good habits. Kitu ya kwanza ni admit you have a problem. Number 2, depend on God's power. And number 3, replace the habit with a good one. Amen. Badilisha hiyo tabia na ingine. Numbers chapter 33 verse 50 to 56. Numbers chapter 33 from verse 50. Biblia inasema, on the plains of Moab by the Jordan across from Jericho, the Lord said to Moses, listen to this. I want to use this as an example of how to deal with certain habits in your life. Amen. Verse 51, end of 51. Inasema, speak to the Israelites and say to them, when you cross the Jordan into Canaan, endelea hiyo mstari mwingine, drive out, listen, drive out all the inhabitants of the land before you. Destroy their carved images and cast their idols and demolish all their high places. End of verse 53. Take possession of the land
and settle in it, for I have given you the land to possess. 54. Distribute the land by lot according to your clans. To the larger group, give it a larger inheritance, and to a smaller group, give it a smaller one. Whatever falls to them by lot will be theirs. Distribute it according to your ancestral tribes. Amen. So Mungu kupitia kwa Musa anaambia wana wa Israeli, God is promising you land. But before you do that, there are things which are happening in that land. Ile nchi Mungu amekuahidi, it's not idle. It's not an idle land. There are inhabitants. Kuna watu wanakaa hapo. Na hawa watu wanahata miungu yao. Wanahata vitu vyao. Kitu cha kwanza, destroy them. Amen. Number 2, live there. Bwana itwa sifiwe. In the book of Colossians chapter 3, Paul pia anaambia wa Kristo. Anawaambia, replace your old habits with new habits in Christ Jesus. Bwana itwa sifiwe. So, one way of dealing with your habits ni kuwa destroy the bad habits. Destroy the inhabitants. Destroy everything else. And replace it with new habits. Amen. There are habits that will draw you closer to God. Kuna tabia zitafanya uwe karibu na Mungu, na kuna tabia zitafanya uwe mbali na Mungu. When you are closer to God, you have the favor of God. So, number 3 is that replace the old habits with the new habits. Bwana itasifiwe. New habits. So, what habits should a believer possess in his life? Tabia gani Mkristo anastahili kuwa nayo katika maisha yake? Last Sunday, I talked of 4 major habits a believer need to have in his life. Amen. These habits, number 1, they will help you to be closer with God. Kitu cha kwanza. Number 2, they will release the grace of God. Kibali cha Mungu kitaachiliwa juu ya maisha yako. That's why believers with certain favor, with certain habits, wanaona wana kibali, they move with certain favor, ambayo watu wengine, Wakristo wengine hawatembei na wanashindwa ni kwa nini. Bwana yetu asifiwe. Everything is about habit. Daniel had a habit. Danieli alikuwa na tabia. Na tabia ya Danieli, mostly ile tunaona inatoka so strongly, I believe there were other habits. The one which is coming very strongly in the life of Daniel was the habit of prayer. Bwana asifiwe. Habit of prayer. Daniel had a habit to pray 3 times a day. Asubuhi, saa 8 na jioni. Even when the Lord changed, na ikasemekana hakuna mtu ataomba Mungu mwingine ila yule Mungu ambaye Nebukadnezar ameweka pale, ama mfalme ameweka pale. Daniel alisema, as for me, I better disagree with men but agree with God. Unajua kuna watu wanataka kupendwa na watu kuliko kupendwa na Mungu. Mtu anafanya vitu ili apendeze watu. Na hiyo ndio tunaita peer pressure. Ninafanya vile watu wengine wanafanya ili nikubalike kwa hiyo group. Hii group ni kila saa tunaenda tunakutana mahali na tunakunywa pombe na tuna celebrate na tunafanya hivi. Ili nikubalike na hiyo group, lazima hata mimi nianze kukunywa nini? Pombe. People want to be accepted by people rather than to be accepted by God. Daniel alisema, wacha nikosane na watu, lakini nisikosane na Mungu. Na Mungu akafanya Daniel, hata wale watu walikuwa wanataka kukosana na yeye, akawaleta wakawa marafiki wake. Do you know when you are right with God, God will bring the right people in your life. Amen. Mungu atalete the right people, not the wrong people. Kwa maana kuna wrong people who can come and destroy your life. Na unaweza ona wewe kwa macho yako ni watu wazuri, but they are wrong. They are bad people. When you connect with God, God will connect you with the right people. Hallelujah. So have habits ambazo zitakusukuma kwa Mungu, naye Mungu
inayostahili kuwa katika maisha yako. You will not look for people. People will look for you. Hallelujah. But you must be connected to God. So the habits, tabia ya kwanza ambayo nimesema ambayo inalete neema ya Mungu na inafanya tuwe karibu na Mungu ni the habit of prayer. Tabia ya maombi. I have given you an example of Daniel. I've given you an example of David. What brought the favor of God upon David? Ni kwa sababu alikuwa na tabia ya worship na tabia ya kuomba Bwana. Bwana wetu asifiwe. Psalm 63 inasema namna gani? Early in the morning I will seek the Lord. David had a habit. Every morning he was beginning with God. Hallelujah. Every morning he was beginning his duty with God. There's nothing as good as beginning your day with God. Amen. Bwana wetu asifiwe. Command your morning. Ndio job aliambiwa na Mungu. Command your morning. Because morning has ears if you don't know. Listen to me. Asubuhi ina nini? Ina masikio. Na inangojea ule ataongea kwanza. Na ndio unaonanga, for your information, mimi nimetoka mahali kuna wachawi na warogi wengi. Wachawi wengi wanafanyanga kazi usiku wa manane, kitu saa 10, saa 9, saa 10. Si ndio? Wengi. Hautakuta mtu hata kama ni hawa wanaitwa night run sama running of night ama nini. Hao jamaa wanakimbianga usiku. Hautakuta mtu anakimbia saa 12 ya jioni. Saa 12 ya jioni anakimbia. Hata saa 3 ni ngumu mpate. Saa 3 ya usiku. Saa 7, saa 8, saa 9. Hiyo ndio anakimbia. Do you know why? Do you know why? Uchawi mwingi unafanywa saa 9, saa 10, saa 11. Hapo hiyo masaa hiyo ndio uchawi mwingi inafanyangwa. Hata wakati watu wanataka kuenda kwa uchawi na anatoa nguo zake zote kwa giza, saa 9, saa 10, saa 8, hiyo ndio masaa anafanyanga. Unajua ni kwa nini? Because morning has ears. Asubuhi iko na masikio. So wanaamuka asubuhi, wanaleta uchawi asubuhi. Wakati watu wanapoamuka walilogwa na wakujua walilogwa. Walilogwa kama wamelala. Na hiyo asubuhi ilisikia. That's why God told Job, have you commanded your morning? Job alikuwa analalamika, vitu hazitendeki vizuri kwa maisha yangu. Mimi vitu ni kama namna gani? Kila kitu imepotea. Watoto wangu wamekufa. Mungu akamuuliza, asubuhi uliamuka asubuhi, you commanded the morning according to my will. Ikakataa. Morning has ears. That's why men, great men and women of God, when they know the secret ya asubuhi, wanaamuka asubuhi na kuiombea siku yao asubuhi. Kwa sababu asubuhi, sikiza, iko na nini? Na kile utaambia ndio utafanya. Mchawi akiamuka asubuhi, ambia asubuhi, enda kwa jamii fulani uiroge na uyangamize. Asubuhi inafanya nini? Inasikia. Siku hiyo unasikia mambo yangu leo yendi mzuri. Ushasikia mtu anasema leo mambo yangu ni kama yendi? Ushasikia mtu akisema hivyo? Bwana asifiwe. Ushasikia mtu akisema mambo yangu leo ni kama yendi mzuri? Unafikiri kwa nini yendi mzuri? Kuna mtu aliamuka asubuhi na akaongelesha asubuhi na asubuhi ikasikia. Na asubuhi ikaanza kutenda kazi yake. Wewe wakati unaamuka asubuhi na kuanza kuendelea na siku yako, asubuhi ilisikia na ikakubali. So unakuta ulitawaliwa siku yako na mtu mwingine. You never control your day. Morning prayers control the day. You control the day. Kwa maana siku moja inaweza bariki maisha yako na siku moja inaweza laani maisha yako. One day Job woke up. Akakuta ile mali yote aliyokuwa nayo. Alingangana miaka mingi. Unajua niliambia watu kudestroy ni rahisi sana kuliko kujenga. Bwana wetu asifiwe. Unaweza tumia muda mwingi sana. Huyu mzee amejenga karibu sijui miezi 7-8. Hiyo kitu amejenga miezi 7-8, tukipewa wanaume wiki moja wataangusha
is so easy. Katinga tu kanakuja na ile kakitu yake kanafanya tu namna hii. Kanagonga inatoka. Kanafanya namna hiyo. Destroy. One day Job woke up. Whatever he has built in his life for many years, iliharibiwa na siku moja. Siku? Sio siku ngapi? Sio siku mbili. In fact 2 days Job was zero. Watoto waliozaa na akalea siku ya pili wakakuja wakakufa wote. Umelea mtoto amefika mpaka karibu miaka 20 na ngapi, siku moja unasikia story yake imefanya nini? Imeisha. That's why Mungu aliuliza Job, have you commanded your morning? Job chapter 38 verse 12. Kuna maswali kadhaa. God asked Job several questions. One of the questions was this: have you commanded your morning since your day began and caused the dawn to know its place? Umeamuru asubuhi yake, na ili asubuhi, dawn ni asubuhi, dawn, ili asubuhi ijue mahali yake unapoamuka. Watu wanalala mpaka wanajiroga. Unajua unaweza lala na ujiroge. Salimia jirani yako, mwambie sio wewe. Msalimie sio wewe, lakini mwambie kuna watu wanalalanga mpaka wanafanya nini? Wanajiroga. Anaamuka asubuhi ni vile amelala. Na ndio unasikia Biblia inasema a little slumber, a little what? Holding of your hands. How does poverty comes like you like a wood? Like a robber. Wacha nilalelale kidogo. Hata sijafika asubuhi, wacha tu nilalelale kidogo. Utaki kuomba, utaki nini, unataka kulala. Kulala kidogo inafanya umaskini unakuja kama jeshi. Umaskini inakuja nasema hivi, tunataka kuvamia nyumba. Tunataka kuvamia nyumba. Umaskini unasema ni kurogwa, sio kurogwa, wewe ndio ulijiroga. Salimia jirani yako, mwambie usijiroge. Bwana yetu asifiwe. So the habit of prayer. Now prayer, let me go a bit small, kidogo tu. Prayer also means timing. When to pray and how to pray. You can't pray. Kuna wakati prayers are very effective. Kuna wakati prayers are not that effective. Biblia inasema pia pray all times. But there is time when you pray, you are able to dictate your future more than anything else. Especially maombi ya asubuhi, maombi ya usiku. Wakati mmoja Mungu alinifunulia, na kanifunulia, na wakati alikuwa ananifunulia, there sometimes nilikuwa nalala usiku, Mungu naona ananiamsha, ananicommand niombe kwa masaa kadhaa, ndio nirudi tena nilale, na nikashindwa ni kwa nini. Na Mungu akanifunulia kuna wakati ukiomba, even timing ya maombi, saa hizo maombi yako ina nguvu kuliko wakati mwingine. Maombi ya asubuhi na maombi ya usiku wa manane. Look in the Bible. Angalia wale watu waliomba usiku wa manane, you will see miracles happening. Angalia wale watu waliomba asubuhi, you will see things are happening. Lakini usikii watu wale waliomba mchana sana. Sisemi maombi ya mchana ati haina nguvu, ni maombi pia. Bwana yetu asifiwe. Na we should pray continue. Lakini timing of prayer is also important. Timing is important. Jacob, ili aitwe Israel, what happened? Alikesha usiku mzima kwa maombi, wakipigana na malaika. Asubuhi ilipofika malaika alitoka. I don't know why the angel ran away asubuhi, na akasema niachilie. Akasema sikuachili, na yeye alijua, ni kama alijua. Alikuwa na ufunuo, akajua jamaa hataki asubuhi ifike, malaika hataki asubuhi ifike, na akamshika akamwambia hapana, sikuachili. Unataka nini? Nibariki. Unaitwa nani? Naitwa Jacob. Utaitwa Jacob, utaitwa Israel. Na akaachilia yeye. Wakati anaachilia yeye, that prayer changed the whole life of Jacob completely. This timing of prayer, very important. Timing. Hallelujah. Kuna watu ambao wamezoea tu maombi ya asubuhi. Change timing. Go to the Bible. Biblia inasema namna gani? Early in the morning. Mark chapter 1 verse 35. Hebu niletee hiyo maandiko. Mark chapter 1 verse 35.
Timing of prayer, very important. Listen. Sikia vile Yesu. Angalia Yesu. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went, this is Jesus. He went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Asubuhi kabla watu wajaamuka, Yesu alienda kajificha kwa maombi. Timing of prayer. Listen to me, timing of prayer is very important. Timing of prayer. Sometimes you need to wake up in the midnight. Watu wamelala kwa nyumba yako. Wake up in the midnight. Kama uko na sitting room, enda kwa sitting room. Take 1 hour. All whatever minutes you will take. Pray. You will see the power of that prayer. It will not be like the normal one. Bwana yetu asifiwe. It will not be like the normal one. It will not. Many of the times nimepata breakthrough. This is part of my secret in life. Many of the times nimepata secret. Ni wakati nimetoka, wakati wote kila mtu amelala. Mama Manu amelala, nani wamelala, kila mtu amelala. Na naambia Mama Manu, mimi leo unaweza nikosa kidogo. Sema ni sawa. Yeye akingangana na kungorota huko, mimi ninakuja hapa kanisani. Ninajifungia hapa. Siakishi hata taa, sitaki taa. Sitaki nini, I want to meet with God. Nakuja katika hiyo giza, ninakaa hapa, ninalala hapa. I pray, I seek. That is the time things start changing. Amen. Because timing of prayer is also important. Sio kuomba tu. Ati tu kuomba tu. Timing, strategy. Hata askari wanapopigana, hawapigani mchana. Vita mingi zinapiganwa na askari na majeshi zinapigananga usiku. Unajua hivyo? Bwana yetu asifiwe. Inapiganwa usiku. Usiku wakati uoni na wakati wamekata network yote. Vita mzuri, ile vita mzuri ya wanajeshi, kitu ya kwanza wanakata stima. Saa 10 usiku, saa 8 wanakuja wanakata stima ya hiyo mahali yote kuna giza. Wanakuja kama ni zile makwaya zile za nini, maboosters za Telecom zina nini, zinakuja zinaangushwa hiyo usiku. Wanachukua 1 hour to prepare for war. Wanakata stima, wanakata communication, because if they give you power, blackout, na wakati communication, hakuna mahali utapiga. Ukipiga tiriri, hello, tiriri, mteja na mbali hatupati, haiwezi ingia sahi. Sasa hizo kabla mteja wa nambali unasikia malisasi zinaanza kuanguka. Yeye anakuona. Hiyo ndio vita. And if you want to succeed, you must know the strategy ya wale watu wa dunia na uitumie pia. Bwana yetu asifiwe. Ujue ya kuwa maombi sio kila wakati, kila saa nini. Tunakuwa na saa ya maombi. Yes, which is powerful. But beyond that, know how to time yourself also in prayer. Another habit that will draw you closer to God ni ile tunaita time with God's word. Ya kwanza nimesema ni nini? Ni maombi. Bwana yetu asifiwe. Tabia ingine unastahili kuweka katika maisha yako, tabia ya kusoma neno la Bwana. The devil has made Christians lazy. Siku hizi wa Kristo wasomi Biblia. They are lazy. Very lazy. Hata maandiko hawajui. That's why wanachanganywa, wanaletewa vitu, wanaletewa vitu, wanakula vitu, wanafanya namna gani? Vituko. Things are happening in the name of God. Siku hizi vituko zinatendeka kwa jina ya Mungu, because believers, they are only shouting. They don't hawaeki neno la Bwana. Biblia inasema nimelificha neno lako katika maisha yangu ili nisikutende dhambi. Amen. Hallelujah. Biblia inasema pia I have sent my word so that it can heal them. Neno la Bwana ni neno la unabii. Anytime, listen to me. Anytime you don't need a prophet. Anytime you read the word of God prophesies to your life. It's a prophetic word. Read the word of God. Have time with the word of God daily. Hata kama ni mstari mmoja, soma. Hata kama ni mstari mbili, it is better than nothing. If
every day for 1 year utakuwa umesoma verses ngapi? 365 verses. In 5 years utakuwa umesoma ngapi? Almost 1,500,000 verses. That can change your life. Na hiyo ni tabia ambayo sasa shetani amefunga Kristo wengi sana. Wacha kusoma Biblia. Kuna Wakristo hawana Biblia. Na nitafanya testing sahi. Salimia jirani yako mwambie testing. Pastor is testing whether it's true or not. Msalimie mwambie pastor anajaribu kama ni ukweli. Bwana wetu asifiwe. Ni jaribu ama nisijaribu? People can spend thousands and thousands of money buying a mobile phone, but they can't buy a Bible. Hiyo ndio kitu kinanistusha siku hizi. Simu siku hizi, simu ile mzuri unasikia ni 10,000, 10,000, 7,000, 8,000. Kuna watu wananunua simu mpaka 50,000. Pastor rafiki yangu ako na simu ya 120,000. Na ni simu tu. Bwana wetu asifiwe. Uliza mtu ule ako na Biblia expensive hapa. Ni kale ka Gideons kakupewa. Tule tu Gideons. Unajua tule tu Biblia tudogo, tule tu Gideons. Tule tu bure. They were free. In fact, si ati unanunua ni free. Lakini simu ukiangalia nani wako, ngoja uone sahi. Nani wako na simu hapa? Inua tu simu yako mzuri. Usiaibike, it's yours. Inua simu yako. Si hata mimi yangu nimeinua ndio hii. Yako iko wapi? Seriously, hii kanisa ina watu wako na simu? Inua simu yako. Just lift up your phone. Inua tu hivi. Hata kama ni kabambe tu inua. Bwana asifiwe. Almost everybody has a phone in this church, sindio? But not everybody has a Bible in this church. Because the devil fights you from the word of God. Hataki uwe karibu na neno la Mungu. Hataki usome neno la Mungu. Kwa maana najua when you read the word of God, you will be free from certain habits in your life. The word of God will give you hope. It will prophesy to you. Siku hizi watu wamebeba mpaka mobile phone kwa nini? Bible kwa Biblia, which is okay. I have no problem. Niliona pastor moja akisema this is your phone, this is not a Bible, this is a phone. This is a Bible. Alikuwa na differentiate between a Bible. Yes, this is a phone, but it's a library. Iko na Bible, iko na vitabu na iko na vitu mingi. Bwana wetu asifiwe. Na kama vile neno la Bwana ninaweza lisoma kwa Biblia. Kuna ndugu moja, kuna wakati moja tulikuwa na very hot discussion in our WhatsApp ya wandugu tulikuwa kuwa university pamoja. We had a very hot discussion ya kuwa is phone, should we use the Bible katika simu ama to use Bible ambayo ni hard copy? Kwa maana watu walikuwa nasema kwa simu inakuwa updated. Na mtu anaweza tumia hiyo kuiupdate neno la Bwana iwe kwa njia mbaya. If somebody can update this wrongly, he can also update the bad copy, e-copy, hard copy wrongly. Bwana wetu asifiwe. Now what we agreed ni kuwa we have also believers filled with the Holy Spirit. They know technology. Now they are ready to protect the Bible in technology. Na Mungu anawatumia. Hallelujah. Zamani Biblia haikuwa ya makaratasi kama hii. Ilikuwa ni scroll. Na ilikuwa inapatikana na watu wengi. Ni mimi nilikuwa nakuja nayo, inapigwa msumari hapo, tunafungua. Tunaiweka hapo. Ikiwa scroll hivyo, mtu anakuja anasema book of Isaiah, prophet Isaiah, bla 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 bla. Ikatoka hapo, watu wakaanza kupinga, wakasema, the only Bible ni scroll. Hii ya makaratasi atuamini kama ni Biblia, ni Biblia. Siku hizi iko kwa makaratasi. Sasa mtu ameleta the same ideology, anasema hii ya makaratasi siamini kama ni Biblia. Hii iko kwa simu. Ni times are changing. But the word of God will not change. Hallelujah.
Bwana wetu asifiwe. What I'm trying to say ni kuwa have a habit in your life. Hata kama ni kusoma maandiko moja kila siku, don't sleep without feeding on spiritual food. Wangapi hapa wanalalanga bila kukula? Kuna watu wakikuta chakula kuna kwao ni vita. Serious. Ha? Kuna mmoja tuliendanga naye mahali fulani, ndugu mmoja akasema, "Pastor, tumbo inatetemeka." Tumbo inatetemeka. Nikamuuliza, "Kwa nini tumbo inatetemeka?" "Njaa. Hata tukienda kidogo ninaweza anguka." Nikamwambia, "Nasi ukae hapo nikulete kama andazi. At least usonge be." Lakini kuna Wakristo wanaenda wiki moja bila kusoma maandiko na kiroho yao inatetemeka hivi. That's why akipukuzwa tu shetani akisema, unaanguka chini. Nasema hiyo church siendi. Your church siendi because you are not strong spiritually to say no to the devil. Amen. You need to read, to eat and feed on the food of God. Spiritual food every day. Na usisome vile nilikuwa nafanya kama zamani. Hatunachukua Biblia unasema hallelujah. Ati nasema namna gani? It is good to have a wife. Nasema hiyo ndio memorize. Read the Bible systematically. Bwana yetu asifiwe. Start a book. Chukua kitabu cha Matthew. Soma chapter 1 from verse 1. Hata ukisikia nani alizamu nani na nani kazaa nani, is still part of the word of God. Soma hiyo kuzaana yote umalizane. Alafu uingie kwa maandiko pole pole. Read the word of God systematically. Not kama mtu ambaye hajui kile anafanya. Ati leo uko Luke, leo uko Acts of the Apostle, leo uko James kwanza ni nini? Ni letters. Nani uliona mtu anasomanga letter katikati? Ukiandikiwa barua yako, ukiandikiwa barua unasema sisomi mwanzo, nasoma hapa mwisho. For you to understand the letter vizuri, answer the story vizuri, uende kuja nini? Uimalizie. Read the word of God. Have that habit. Every day read the word. Hata kama, listen to me, hata kama uwezi, kuna watu wana ability ya kusoma 1 chapter a day. May God bless you for that. Amen. Mimi I read 5 chapters a day. You may not match me. 5 chapters a day. Wewe unaweza kosa kusoma 5 chapters. Wewe unaweza kosa kusoma 1 chapter. But you can soma 1 verse. It is better than nothing. Amen. Utasoma 1 verse for 3 months. After 3 months utastukia una neema ya kusoma 3 verses. Una grow. Kwa maana pia hata mtoto akangi mahali pamoja. Si ndio? So the habit of word of God. Habit number 3, habit of fellowship. Fellowship. Habit ya ushirika. Because nilianza na kuambia what thing made Kipchoge succeed in breaking a 2-hour barrier ni kwa sababu alikuwa na teamwork. Team. Kuna watu walikuwa nasimama na ndugu Kipchoge, si ndio? Bwana yetu asifiwe. 41 best athletics. 41 best in the world. Not wale wanakimbia. Unajua unaweza kuwa na mtu uanze kukimbia na yeye. Na hata kuna wengine nilikuwa naona jana wanachoka na jamaa choki. Ukiangalia kwa uso unaona huyu jamaa kweli na amechukulia tu pale. Hajachukulia bali huyu ameenda 10 kilometers tayari na huyu amechukulia hapa. Lakini unaangalia uso yake unaona huyu jamaa ameanza kufanya nini? Kuchoka. Usijiunganishe na ushirika ya watu ambao wanachoka na mambo ya Mungu haraka haraka. Akamwambia hapana, hata tusiende fellowship nini. No, have a team of people who can encourage you. Wakati uko chini anakuinua na kwambia ndugu, yes, twende ushirika. Tafadhali twende ushirika. This is for your benefit. Dada, twende ushirika. Because tabia ya ushirika will lift you up. Ni katika ushirika tunainuana, na ni katika ushirika tunaombeana, na ni katika ushirika tunatiana nguvu. We help one another and support one another katika fellowship. Hata watu ulimwengu wanajua the power of fellowship. That's why wengine wanakutananga kwa bar kila jioni. Wanapigiana simu, tukutane kwa bar. Hiyo ni ushirika yao.
Wewe ukiitwa kukutana ushirika, lishwe neno la Bwana, una miss cell group yenu. Cell group. Wewe ni kijana na unajua kuna kishirika ya vijana, you miss fellowship ya vijana. That's why unatafuta na kijana kingine hapo kamzee. Mtu anamke ako na watu wake watatu, anakuangalia na unaona kweli kama nakupenda na akupendi. Unasikia huyo dada tulikuwa tunaimba naye vizuri ati ameenda kuolewa ni mke wa 5. Seriously? Seriously? Wrong fellowship. Bwana yetu asifiwe. Wrong fellowship. Kijana unakuja kwa hapa unasikia naye ameenda ameoa mama ako na watoto 7. Na anasema Mungu amenibariki. Hallelujah. Anainua mkono hivi. Unaanza na 7 mouths ya kufit. Midomo 7 ya kulisha ndio unaanza nayo. Mtu anaanzanga na 1, unaenda na 2, hata unaweza anza na 2, lakini kianza kuenda 5. Hiyo ni serious. Mimi nilianza kulisha mdomo 1 wakati ndio mke wangu, nilikuwa najilisha 1. Nilipomuoa nikalisha ingine Manuel alipokuja tukapata ingine. Wengine wakakuja. Sasa hii ninaona zinaendelea. Ninaona tu midomo zinaendelea kuongezeka. Bwana asifiwe. When you are in fellowship, unajiondoa katika hatari ambazo shetani anakutega. Do you think the devil anapenda vijana wasimame? Do you think the devil anapenda wewe kama msichana uolewe vizuri na upewe, yani uolewe vizuri, upate ukuje hapa, tukuunganishe kwa harusi vizuri, tu celebrate, tuseme wamama pigeni oe, wapige oe, wazee semeni haleluya, waseme haleluya, na tuseme kuanzia leo huyu ni bibi na Bwana, na muende na baraka za Mungu, baraka za Mungu, baraka za kanisa na baraka za wazazi. Wengine wanatukanga kwa msituni, wanasema hebu twende tutafute baraka za Mungu. Mlikutania wapi tujui, lakini tulijikuta tu tunaishi pamoja. No, it's not supposed to be like that, because you are in the wrong fellowship. Jifunze kuwa katika tabia, katika ushirika unaofaa. Amen. Ushirika unaofaa, so that you can celebrate. Ni vizuri sana. Ni vizuri sana. Na hii naongea on my behalf, sio kwa watu wengine, on my behalf. Because ninaonanga watoto wangu wakichukua picha za harusi yangu. Wanaangalia nasema, na dadi uko umekula, uko umekonda. Kwambia ndio unaona huyu mama amenipikia nimenona. Kumbe dadi, mtu akioa anapikia kwa chakula na anaona lakini ukioa mzuri na harusi. Bwana yetu asifiwe. And you begin conversation hapo. Unajua kuna conversation zingine ngumu sana kuanza na watoto, lakini anaesaona kakitu na uanze hiyo conversation na uendelee nayo vizuri. Kwanza mimi nashukuru Mungu kwa sababu I have a Bible ya watoto iko na 120 stories. So every day they read a story. Iko na maswali. Wakati wanapouliza hiyo maswali, imenipea avenue ya kuongea na homosexuality kwa watoto wangu. Homosexuality ninaanza kuongea na, because it is there. Ni maandiko, lakini imefungua mlango. Sasa ile ulikuwa unashindwa utaanza namna gani, unaweza anza. Bwana yetu asifiwe. So it's very important. I was talking about fellowship. Fellowship is very important. And the last one is the habit of giving. Bwana yetu asifiwe. The habit of giving. Tumeongea sana kuhusu utoaji hapa. And I want to finish with a story of one man. He was called, utashika hii jina na utajua nilikuwa ni jina ya mtu. Kuna mtu jugu mmoja miaka kitambo alikuwa anaitwa William Colgate. Wangapi wanajua Colgate? Colgate unajua? Unajua Colgate? Unajua ni jina ya mtu na ni jina ya ndugu alikuwa ameokoka. Bwana sifiwe. Unajua hivyo? Wewe unajua tu Colgate ni ya kusugua meno. Ndugu anaitwa William Colgate. Alianzisha kampuni ya Colgate.
miaka kitambo sana na jina yake, na akasema hii kampuni, kitu cha kwanza, sadaka ya kwanza nitatoa kwa Mungu. Akatoa sadaka ya kwanza kwa hiyo kampuni kwa Mungu. Bwana aitwa sifiwe. Akarudi, kila kitu ilikuwa inatoka kwa hiyo kampuni, alikuwa anatoa fungu lake la 10 na alikuwa anasaidia. For the next 3 years the company ikapanuka sana because God had favor with him. Akaamua sitatoanga fungu la 10, nitatoanga fungu ya 20%. Akaanza kutoa 20% of the profit that he gets in that company. Ikaingia kwa sabuni, ikaanza kutengeneza sabuni, ikaanza kutengeneza nini, ikaanza kutengeneza mambo mengi. By the time Colgate alikuwa na retire kwa kampuni yake na kaachia watoto wake, alikuwa anatoa 40% ya profit anapeleka kwa nyumba ya Bwana. Na that's why Colgate, even today, Colgate was begun in 1860, 18 not 19. Miaka zaidi ya 100 that company has stood because somebody was faithful na aliweka msingi kwa kutoa fungu lake la 10 katika hiyo. So Colgate ni ndugu, ni jina ya mtu, si ati jina ya kampuni, ni jina ya mtu ambaye aliita kampuni yake namna hiyo, na because of that he was successful. History is pointing even to the great grandchildren are running the company even up to now. The company has branches over 250 countries. 250 countries. Kenya included. Na ilianza America. Why? Because if you learn the habit of giving, you outlive your life. Blessings zako zinakuwa mingi kuliko hata vile ile miaka yako utaishi. Baraka zako zinaanza, na ndio unasikia Biblia inasema a righteous man leaves inheritance to his children's children. Because ukiwa mwaminifu hata kwa kutoa yako kidogo, the little giving, a habit of giving. William Colgate alikuwa na tabia ya utoaji na akatoa. That changed his life. Do you know money is very deceptive? Pesa inaweza kukudanganya sana. Pesa. Salimia jirani kumwambia pesa. Msalimie tena, msalimie vizuri. Msalimie mwambie pesa. Money is very deceptive. Money can make you see now, not tomorrow. Hiyo ndio mbaya wa pesa. Unaona saa hii, hauoni kesho. Unaona mahitaji ya saa hii, sio mahitaji ya kesho. Na mahitaji ya kesho ndio inashughulikiwa na Mungu saa hii. When you give now, you invest in the kingdom of God for tomorrow, kiasi ya kwamba hata Mungu kesho ata make sure you don't miss food. Because who tells you that 2020 ama 2022 utakuwa na kazi yako ama utakuwa na biashara yako? Inaweza anguka kama ile nyingine. But what is the confidence you have that even if this business goes down, hata hii kazi kienda chini, I will still live on? What is the confidence? Because I give. Mungu ameniahidi katika matoleo na katika tithing na katika nini, Mungu amenipa promises. Great men and women who have turned the world around in the economy ni watu ambao walikuwa ni watoaji. Ukianzia kwa Abraham, who was a billionaire by his time. Job, a billionaire, the richest man, but he believed in God. Siku hizi pesa, 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 pesa. Kuna ndugu hata akipata kazi hata kuja kanisa. Kazi. Anakuja hapa anasema pastor, niombe. Tunaekelea mikono. Laana ya kukosa kazi. Laana ya nini? Anatoka anapata kazi. Anasema I'm busy. Mungu anaweza kukufanya usiwe busy, atatoa tu hiyo kazi ukue sio busy. Bwana wetu asifiwe. Learn the habit of giving. Nilijifunza tabia utoaji nikiwa secondary school. Mimi nilipoenda university, I was tithing. Ile tulikuwa tunapewa tunaitwa boom siku hiyo. Nilikuwa natoa tithe ya hiyo pesa, na nikukopeshwa nimekopeshwa hiyo pesa. Mpaka sasa hivi ninafuata ngo na hiyo pesa. Bwana wetu asifiwe.
nilikuwa natoa tithe. Na Mungu amenishangaza na financial breakthrough in my life. Pesa, finances. God has surprised me many ways. Si ati kuna wakati sikosi pesa, ninakosanga. Lakini ile miujiza Mungu amenitendea ya kifedha ni mingi kuliko kile ambacho ningetarajia. Learn the habit of giving. May God bless us. Tusimame tuombe. Sorry, I've taken a lot of time. Nimechukua muda mrefu. Just lift up your hand before God. We want to break some habits in Jesus' name. Kuna tabia tunataka kuzivunja katika jina la Yesu. And to release the grace of God. The grace of God. Ili atupe tabia ambazo zinatujenga. Habits that can move us to the next level. Habit of prayer. Habit of time with God. Habit of fellowship with one another. Habit of tithe, giving, kutoa. Tabia ya kutoaji. These are 4 habits that ukijifunza that you are a giver, God will release blessings upon your life. That you are a man of fellowship, God will build you. That you are a man of prayer, God will be opening doors before you. The favor of God will be upon you. 4 habits that can change your destiny. These are habits can change your destiny. But we must destroy the first habit. Tabia zile ambazo zinaturudisha nyuma. We must destroy it in Jesus' name. Amen. God has even taught me. Hata watoto wetu tunastahili kuwape tabia. We must teach them habits that will make them succeed in their life. Teach your children habits. Usifanye mtoto wako awe mlezi. Kama mwingine aliulizwa, hata ni vizuri kuchukua watoto unawapeleka huko shago na unaenda tu unamwambia kuna kamuli yangu hivi anashika matiti ya ng'ombe kidogo, anajaribu kukamua hata kama hawezi kukamua, na uko hapo unamlinda. Mmoja aliulizwa maziwa inatoka wapi, akasema maziwa inatoka kwa fridge. Kwa maana yeye anaonanga tu maziwa yote inatokanga kwa nini? Kwa fridge. Akiulizwa hata kwa mtihani yake ulizwa milk come from, ataandika ni nini? They don't know. We need to teach our children that hard work pays. Bidii inatia nguvu. We should teach our children to be hardworking. Kuanzia mtoto mdogo tuanze kumfunza, you need to be hardworking. Bwana wetu asifiwe. We need to teach our children like that. We need to teach our children money comes from work. Pesa haitoki. That's why unakuta watu wengine wataanza kuiba pesa, because wanafikiria pesa inaibiangwa. Pesa haibiwi, pesa unafanya bidii, na ndio unafanya ukifanya bidii, pesa inatoka kwa kazi. When your child amefanya vizuri na amefanya kazi, umemwambia aoshe nyumba na ameosha nyumba vizuri, muappreciate, mwambie kwa maana umefanya kazi mzuri. Yes, take this 5 shillings enda ununue nini. Kwa maana na ukimpe una make sure umeweka ujumbe, umemwambia kwa maana kazi, pesa inatokanga kwa kazi, haitoki kwa kwenda kuchukuliwa. Na ndio utakuta wale wajui hivyo, watakuta umeweka pesa yako idle. Anaanza nini? Anaanza kusema pastor, unajua mtoto wangu no. I start teaching the child, kumwonyesha ya kuwa hard work pays. Amen. Teach your child to have habits of priorities. Ni nini ya kwanza? Kwa maana mimi nimeona watoto wangu kitu ya kwanza katika maisha yao. This is what I'm fighting even right now. Kitu ya kwanza katika maisha yao ni mchezo. Mimi nimeona hivyo. Akiwa na homework yake pale, ni heri acheze kwanza alafu afikiriange mambo ya homework. I'm trying to change that ideology ya kuwa homework is first, then games, mchezo ni baadaye. Teaching priorities, habits that can build your children. Kiasi ya kwamba atakapokuwa ni yeye ndiye ataamua kutoka kwa hizo njia, sio wewe utakuwa umekosa. Amen. Unajua ukijua umefanya kazi yako utasema Mungu najua I have done my part. The other one I leave it. Na Mungu hawezi kukuaibisha. If you do your part, God will also do his part. Let's change habits and let it begin from us. Ianze kwetu.
What is important in your life? What is important in your family? Tumeiweka kwa jamii yetu, it is important to pray before sleeping. Kiasi ya kwamba hakuna mtu ukienda kulala, niko na chief whip wa kuamsha watu, anaitwa Hadasa. Huyo ndiye anaenda kuamsha watu. Anasema hujaomba, na anakuamsha kwa kitanda yako. Kuja twende tuombe. Kwa maana nimeweka ni tabia ya hii nyumba, before we sleep, everybody lazima tuwe pamoja tuombe. Baba akue, mama akose, everybody we need to pray. Weka habits in your family, habits in your life, habits in your children that will push them to where God wants them to be. Hallelujah. Just lift up your hand. Mwambie Bwana, just open your mouth. Mwambie Bwana, I want to confess every habit that is bringing me down. I declare, I pray and denounce every habit. And by the power of the Holy Spirit, let it be broken in our lives, Lord. We break every habit, tabia Bwana ambazo zimekuwa zinaturudisha nyuma. We are supposed to be far. As a family, we are supposed to be far. As individuals, tunastahili kuwa mbali. Kama watoto wetu wanastahili kuwa mbali. But there are habits that are drawing us back. Today we destroy them by the blood of Jesus. Today we break them by the blood of Jesus. Leo tunavunja hizo tabia. Tabia ambazo haziinui Yesu. Tabia ambazo zinafanya tunarudi nyuma. Tunazivunja katika jina la Yesu. By the power of the blood of Jesus. Tabia za uvivu, tabia za kufanya hata tusije kanisani, hata tusiende kwa ushirika, hata tusisome neno. We break those habits. In this church we break it. We break them in Jesus' name. 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 We bind them. We break them in the mighty name of Jesus. Lord, set us free. Set us free. Naombea wa mama waweke huru. Naombea wazee, naombea vijana. Habits that are bringing us down, destroy them in Jesus' name. Kalabosike teke poyorebea. Shatatana manalabo yorebe teke poyorebea. Etetele poyoribo monolomberebea. Makapo yote kapo yosheta nama. Ele poyoribo shantana manalai. In this altar, Lord, we lay those habits. Katika madhabahu haya tunaangusha hizo matabia. Katika madhabahu haya Bwana tunavunja hizo tabia. Ote poyote kama yatatana maya. Lelele kete porobo setana maya boyai. We break them this afternoon. We break them this afternoon. In the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Tabia ya kila aina. Iwe ni tabia ya dhambi. Iwe ni tabia ya wivu. Iwe ni tabia ya kusengenyana. Iwe ni tabia ya criticism. Tunazivunja siku ya leo. We break them in the name of Jesus. We break them in this altar. Kwa madhabahu haya Bwana tunaangusha hizo tabia. Kwa madhabahu haya Bwana tunaangusha hizo tabia. Kwa madhabahu haya Bwana tunavunja hizo tabia. Kwa madhabahu haya Bwana we break those habits. Otopo yorebo shantana maya. Lele boyoremo mona la katapo yorebo seai. Tekete na manala toroboyai. Inua sauti yako, inua sauti yako mbele ya Bwana, inua sauti yako mbele ya Bwana. Denounce those habits. Taja majina, unajua zingine ambazo zinakufunga katika maisha yako. Denounce them in your life. Kataa katika maisha yako. Tunazikataa. Bwana tunakataa. We refuse those habits. We refuse those habits. Habits that draw us down. Tabia ambazo zinatuleta chini. Tunakataa. Tunakataa. Tabia ambazo zinafungusa neema ya Bwana, kibali ya Bwana juu ya maisha yetu. Tunakataa. We denounce them this afternoon in the name of Jesus. We denounce them.
poyore mama nakata poyore beai. Release your grace. Release your grace now. Release your grace now, I pray. In this church, release your grace. Achilia neema sasa. Achilia kibali. Achilia kibali. Achilia kibali. Release your favor. Release your victory. Release your power. Release your power. Release your power. Release your power. In the name of Jesus. Ototolopo yotakapo yorebea. Sheta tena mayapo yorebea. Ketetelepo yorebe mamanala. Olobo yoshana maya. Tekerebe menele yakorebea. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Oh yes, break every chain. Break every chain. Break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain. 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 There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Break every chain. 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 To 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 break every chain. Inua mkono wako mmoja mbele za Bwana. We want to break everything. Tunataka kuvunja kila kitu katika maisha yetu that blocks the blessings of God. Tabia ambazo zinazuia baraka ya Bwana. Tabia ambazo zinazuia kibali cha Bwana. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakataa ndani ya maisha yangu kila tabia inayozuia baraka zako juu ya maisha yangu, juu ya jamii yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naangusha kila tabia, kila ngome ndani ya maisha yangu inayozuia neema ya Bwana, kibali cha Bwana juu ya maisha yangu, na iangusha
wako. We break habits hata katika kanisa, habits ambazo zinafanya tusisonge mbele, habits za kusengenyana, habits za wivu, habits za kila aina na kurudishana chini. We break them in Jesus name. In this church we break them in Jesus name. Katika kanisa tunazivunja katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. We release your blessing. We release your victory in every family, in every church. Oh, rakapota poyole biai. Tabia ta kushushika moyo haraka. We refuse it in Jesus name. We refuse it in Jesus name. I release your blessing to your people. Inua mikono yako. I release your blessing to your people. I declare your victory. I declare your power upon their lives. I declare that they will move from one level to another one in Jesus' name. They will move from one glory to another one in Jesus' name. I release your blessings. I declare they are blessed. Natangaza wameshinda katika jina la Yesu. Nimeomba na kuwabariki. Can we shout amen? Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Let us appreciate the man of God. Amen. Amen. Asante kwa neno hilo la ajabu. Ikiwa tutaweza kuweka tabia ambazo ni adilifu, basi tutaweza kufikia hatima zetu na tutapokea baraka zetu kwa Bwana. Inua mkono wako nitangaze baraka za Bwana. Baba, natangaza baraka zako juu ya watu wako. Na waombea juma hili linalokuja, ukaandamane na kila mmoja. Wengine tutatumia magari, wengine tutatumia baiskeli, pikipiki, hata miguu na vyombo mbalimbali za usafiri kwenda kwa shughuli zetu, kazi zetu na biashara zetu. I pray ukawaongoze na ukawalinde katika hatari zote. Ukajue kutoka kwao na kurudi kwao katika jina la Yesu. Ninaomba wale ambao wanataka milango ifunguke juma hili, Bwana fungue hiyo milango. Wale wako na appointments, Bwana fanikisha zile appointments. Wale wako na mambo kadhaa wamepanga juma hili, Lord make it successful. Tunaombea pia watoto wetu wanapoamka asubuhi na kuingia kwa shule zao, ukawalinda na mabaya katika jina la Yesu. Wale wako boarding schools, protect them. Wale wako day school, protect them. Wale wako university, protect them. Wale wako college, protect them. Wale wako secondary school, protect them. Wale wako primary, walinde. Na wale wako hata lower primary, Bwana protect them in Jesus name. I declare your blessing to your people. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. How the wind blows, you don't know. Where the wind blows, you don't see. God bless. How the wind blows, you don't know. I'm greater than you.